Risasi ya kichawi ikipiga kwenye moyo, mtu anainamia tu tichi. Wanasema tumwachie uhai wa kuaga, tumwachie uhai wa kuaga familia. Wanamuuliza, baba umekuwa mwanangu, moyo unajua ikichomi, wajue ikichomi. Ili wachawi kwa kwenye vikao vyao wanasema, jamani, huyu anatusumbua huyu mchungaji Joel huyu, tumtumie kichomo. Ukinitumia mimi kichomo, ukijaribu na filisi ukoo mzima, na filisi ukoo mzima. Naanza na babu wa kwanza aliye hai aliyebaki, na wa pili na watatu, na vitukuu na vijukuu na vining'ina na vilembwe vinakuwa vinakufa kwa vichomi hivi ambavyo mimi havikuniua. Unamwambia tu Mungu, walitaka nife kwa kichomi, waanze kufa wao. Hamtaka mimi kuomba. Wakikushambulia kwa jambo kama ni homa, kabisa imepanda, unatemeka, unasikia moyo unachomoka, mwambie Mungu, sifi kwa jina la Yesu. Umesema ndipo mimi sitaibika nikiangalia maagizo yako na kuyatenda. Huyu anayeniletea homa nife, kuanzia leo wewe unakufa kwa homa. Ndivyo Daudi alimlaani nani? Yoabu. Akasema kuanzia leo hapata kosekana mtu kwenye familia yako mwenye kutegemea fimbo na mwenye kuamka kwa nini? Kwa upanga. Kama ulivyomuua Abneri mwana wa Neri, ndivyo watu wako watakuwa wanakufa. Ndivyo watu wako wakienda vitani hawarudi. Ile laana ya Daudi ikawashika kina Yoabu hata hivi leo. Kwa hiyo wewe ndio kupiga maombi, unatakiwa tu useme, wamenitumia jipu baya, kuanzia leo nikipona mimi, wao wanakufa na majipu, wao wanakufa na kikohozi, wao wanakufa na kisukari, wao wanakufa na pumu. Kwa jina la Yesu, ukisema namna hiyo inakuwa kama ulivyoomba. Haleluya. Raba tekesekete. Kama unampenda Bwana Yesu sema amina. Kama unalogwa na wachawi au unaenda kwenye kanisa ambalo mchungaji anasema Bwana asifiwe, kwa kweli mimi siko kama mchungaji Joel, kwa sababu Joel yeye anapambana tu na watu, kwa kweli ni roho ya ajabu sana. Yesu akutuita kila siku ukimsikia ni wachawi toka. Mimi kwa kweli nitakufundisha uchawi na Mtakatifu, ujue umeisha. Ujue umeisha. Kwa sababu Mungu anatuambia maisha yetu ya kiroho kila siku tunashindana. Katika Efeso sura ya 6, hebu nisomee hapo mtu wa Mungu, tunakumalizia. Nisomee watu wa Mungu ajue tunashindana. Anasema kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka na majeshi ya pepo mabaya na wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ukilala kuna majeshi ya giza yanakuja kukunyonga, unasikia unanyigwa. Mtu mwingine anahangaika, anapiga miguu, anataka kumwambia baba mwanangu nisaidie, mkono haufiki. Lakini mmelala hapa na hapa. Jeshi la shetani lina nguvu, wanakunyiga. Anakuja mwanaume kulala wewe na mmeo yuko pale, unataka kumwambia baba Hamza nisaidie, baba Hamza amelala 444 na mkono wako unataka kuiona mlai mzito kama jiwe, wamekuzuia usimkuse, usipate msaada. Huo ndio ufalme wa shetani. Lakini Mungu anasema yeye atulindaye halali wala asinzii, hataacha mwili wako uguswe wala kupata majeraha. Mungu atakutetea, Mungu atakupigania, Mungu atakusaidia. Na anasema taifa ambalo watakutumikisha Mungu atahukumu. Kama ni mchawi amefanikisha jambo moja kwako, Mungu atahukumu familia yake katika jina la Yesu.